kimataifa sio kibali, ni notice, na Tanzania pia liko taka hilo la kutoa taarifa, sio kibali, na sisi kwetu ni taarifa ya masaa 48 kama ilivyo sheria ya Ureno, ni kama vile ya Tanzania. Lakini la pili ni haki ya kila mtu kushiriki uchaguzi mkuu kama mpiga kura au mgombea. Ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa ibara 5 ya katiba ambayo haipaswi kupokwa. Ghasia zilipangwa na kutekeleza siku iliyotangazwa kisheria kwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Hivyo kufanya ghasia siku hiyo ilikuwa ni kupoka haki ya kikatiba na kisheria za wananchi wengine, ikiwemo haki ya kupiga kura na kuchaguliwa. Tatu, washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu walibeba silaha za aina mbalimbali zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani. Hii ni kinyume cha sheria na taratibu za kimataifa, ibara 21 ya mkataba wa haki za binadamu na raia na kisiasa mwaka 1966, wa kikanda ibara 11 ya mkataba wa Afrika ya haki za binadamu za watu na binadamu mwaka 1981, na ibara 10 na 11 ya mkataba wa Ulaya wa haki za binadamu mwaka 50, na kitaifa ibara 18 na 21 ya katiba ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania haviruhusu maandamano kwa watu waliobeba silaha. Na 4, sheria na taratibu za kimataifa, kikanda na kitaifa haziruhusu maandamano yanayosababisha taharuki katika jamii, kuhatarisha usalama wa taifa, kusababisha uharibifu wa mali za umma na binafsi, pamoja na kuhatarisha maisha ya watu wengine. Mambo hayo yalifanyika na yanakuwa kinyume cha sheria na tafsiri ya maandamano ya amani. Kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizotajwa, maandamano ya amani ya kitaifa, kikanda na kitaifa, na ushahidi uliowasilishwa mbele ya tume, ni maoni ya tume kuwa kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu haikuwa maandamano ya amani, na hivyo kuwa nje ya kinza ya sheria na kanuni hizo. Isitoshe, tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja, kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi unathibitisha kuwa watu waliokuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kama vile mitaani, vyuoni, kwenye masoko na stendi za mabasi, wakishawishi na kuwaandikisha watu mbalimbali kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mfano, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waendesha pikipiki na wajasiriamali wadogo walieleza kuwa walipewa fedha kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000, ni waliahidiwa ajira na maisha bora. Ilieleza zaidi kuwa kuanzia tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 hadi tarehe 28 Oktoba waliwekwa pamoja kupewa mafunzo, kuandaliwa na kuhamasishwa kuwa sehemu ya kuanzisha na kushiriki ghasia siku hiyo.
Aidha, ilibainika kuwa makundi yaliyoshawishiwa ndio wahusika zaidi katika ghasia, wakati wahusika wakuu wa ghasia na waratibu hawakuwepo kwenye maeneo ya matukio, hali iliyochangia kwa kiasi kikubwa kutokamatwa kwao, huku wengi na waliokamatwa wakiwa na wananchi wa kawaida, wakiwemo wafuata mkumbo au kushawishiwa kwa malipo kidogo au hadi ya kunufaika na mabadiliko yaliyopangwa bila kuwa na uelewa wa malengo halisi ya wahusika wa maandamano. Kuna kijana mmoja Usariva, Arusha, kwa miaka 16, alishawishiwa, alipewa shilingi 50,000 ashiriki, na walimwahidi, na kwa maneno yake walimwahidi watampa shilingi 5,000,000 akishiriki, na kwa ushahidi wake anasema walinipa mchongo utakaonitoa kwenye umaskini. Huyo ni mmoja tu katika mashahidi ambao wamekuja mbele ya tume kuelezwa namna walivyorubuniwa ili kushiriki kwenye ghasia. Kutokana na ushahidi na taarifa na maoni yaliyopatikana, tume inabainisha na imeainisha kwenye ripoti yake Mheshimiwa Rais mbinu 16 zilizotumika na wahusika wakuu na waratibu kufanikisha ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Baadhi ya mbinu hizo ni kuweka vizuizi barabarani, kuchoma moto mali mbalimbali, matumizi na ishara mbalimbali ya kutambuana, matumizi ya pikipiki kuanzisha ghasia, uanzishaji wa ghasia sehemu nyingi na kwa wakati mmoja. Lengo, Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa kwenye tume na maelezo tulioipata, ni kwa matukio yale yalikuwa na malengo makuu yafuatayo. La kwanza ni kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kutokana na ushahidi uliotolewa mbele ya tume, lengo kuu la ghasia za Oktoba 25 lilikuwa kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Lengo hili linadhihirisha kupitia vitendo mbalimbali wafanya ghasia, ikiwemo kuharibu vituo vya kupiga kura, kushambulia askari kwenye vituo, mawakala na wasimamizi wa uchaguzi, kuharibu mali za wasimamizi wa uchaguzi, vitishio, madhara na mashambulizi dhidi ya wananchi waliojitokeza kupiga kura, kupora mali za wasimamizi wa kupiga kura, na pia kuna ushahidi kwa wale wamepiga kura na bado walikuwa na vidole vyenye alama ya wino, kukatwa vidole vyao au kujaribiwa kukata vidole vyao, na wengi wao walipa fedha ili wajinusuru kufanywa hivyo. Pili ni kufikisha ujumbe kwa serikali. Kupitia ushahidi, taarifa na maoni, imekuwemo majadiliano na wataalamu wa uchumi, inaonekana kuwa kupitia ghasia za uchaguzi mkuu, vijana walioshiriki walipata mwanya wa kufikisha ujumbe kwa serikali kuwa wanataka kusikilizwa na kutatuliwa changamoto zao zinazowakabili. Ilibainika kuwa waratibu wa ghasia walitumia malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali wakati wanawashawishi kushiriki kwenye ghasia. Lengo la tatu kwa walioshiriki ni wizi na uporaji. Kwa mujibu wa ushahidi, taarifa na maoni, miongoni mwa wafanya ghasia yalitokeza makundi makubwa yalikuwa na lengo la kuiba na kupora mali. Ushahidi wa moja kwa moja wa waathirika waliopora mali zao au kuibiwa
pamoja na picha za kidijitali na za kupitia picha mnato na picha mjongeo unaonyesha namna vitendo vya wizi na uporaji vilivyofanywa na makundi hayo. Kwa mfano, wizi na uporaji uliotokea katika maduka na maeneo mengine ya biashara kwenye mikoa iliyotembelewa na tume. Vitendo hivi vimethibitisha pia na baadhi ya wamiliki wa mali na biashara waliofika mbele ya tume kutoa ushahidi. Hadidu za rejea za pili Mheshimiwa Rais uliotuagiza ni kubaini madhara ya kibinadamu, kiuchumi, kijamii, kisaikolojia yaliyotokea. Kuhusu madhara ya ghasia. Madhara ya kibinadamu, haswa haki ya kuishi. Sheria za kimataifa, kikanda na ibara 14 ya katiba yetu inampa kila binadamu haki ya uhai na ulinzi wa haki hiyo na jamii. Haki hiyo inaweza kunyimwa tu kwa taratibu iliyowekwa na sheria. Tume haikuchukulia uchambuzi wa idadi ya vifo kama upekuzi wa msako wa namba, bali imeupa uzito sana uhai wa binadamu na heshima kubwa anayostahili kila maiti baada ya kifo, ambao pia ndio utamaduni wetu. Kwenye tathmini yake, tume imezingatia vyanzo vingi vya ushahidi, ushauri wa kitaalamu na taarifa, zikiwamo kutoka kwa wafiwa, waathirika, wahudumu wa afya mahospitalini. Imechambua taarifa kutoka Wizara ya Afya, vituo vya afya vya binafsi, ngazi ya taifa, mkoa na wilaya na maeneo mengine, na zile za hospitali binafsi. Tume ilipokea pia vibali vya mazishi kutoka kwa familia, na vyanzo vingine ni wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA yenye mamlaka ya usajili wa vifo, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali yenye jukumu la uchunguzi wa kisayansi ya jinai inayohusiana na uchunguzi wa vinasaba, halmashauri za miji na mikoa na maoni ya wataalam wa patholojia na fani nyingine. Tume pia imepata fursa ya kuhojiana moja kwa moja na waganga na madaktari bingwa 80 wa sekta ya umma na binafsi katika mikoa 11 iliyotembelewa na tume, sambamba na picha mnato na mjongeo zilizothibitika kuwa na ukweli. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, yani unnatural. Vifo vya kawaida sio kisheria, vifo sio halali, sio unlawful. Kifo unlawful ni mahakama peke yake ndio kinakibaini, lakini kwa upimaji na sheria ya uchunguzi wa vifo inatambua vifo ambavyo sio vya kawaida, unnatural, na sheria nchi nyingi ni hivyo hivyo. Kuna vifo vya kawaida, uzee, vifo unnatural sio vya kawaida, ndio vilivyobainika hivyo. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa ni zaidi ya vifo 182, ikifuatiwa na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Kati ya vifo hivyo 818, 21 vilikuwa vifo vya watoto. Katika kundi hilo 15 walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, 4 walikuwa umri kati ya miaka 7 na 10, na 2 umri chini ya miaka 5. Vifo 205 sawa na 96.7 vilikuwa vya raia, civilians,
na vifo 16 sawa na 3.1 vilikuwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kati ya watu 518 waliofariki, 373 walifikishwa hospitali wakiwa wamefariki, na majeruhi 121 walifariki wakati wanapata matibabu kwenye hospitali, na maiti 24 bado hazina taarifa kamili. Kati ya maiti 518, maiti 480 sawa na 92.7 zilitambuliwa na kuchukuliwa na familia zao. Mheshimiwa Rais, kwenye uchunguzi wa maiti postmortem chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo wenye mashaka ulifanyika katika hospitali mbalimbali za rufaa Dar es Salaam na huko mikoani. Uchunguzi huo zilifanyika dhidi ya maiti 260. Maiti nyingine hazikufanya uchunguzi kwa kukosekana kwa ridhaa za ndugu na familia ambao walitaka kuchukua maiti za ndugu zao kwa haraka ili wakazike. Kati ya maiti 260 zilizofanywa uchunguzi, nyingi zilibainika kuwa na majeraha ya kutobolewa na vitu vyenye ncha kali na kuvunjika katika sehemu mbalimbali za mwili. Majeraha hayo yalisababishwa kupoteza damu nyingi, hivyo kusababisha vifo hivyo. Nyingine aidha, kuna maiti 21 hazikuonyesha aina yote ya majeraha na maiti 6 zilikuwa na majeraha ya moto. Maiti ambazo hazikuchukuliwa na ndugu. Maiti 485 katika maiti 118 zilitambuliwa na kuchukuliwa na ndugu zao kutoka vituo vya afya kwa ajili ya mazishi. Lakini maiti 6 tu ambazo hazikutambuliwa na hazikuchukuliwa. Kati ya hizo maiti 6 zimezikwa kwa mujibu wa kanuni za utupaji wa taka na mabaki ya miili ya binadamu na mamlaka za serikali za mitaa, ambao ndio utaratibu, ndio sheria nchini. Kuna maiti 3 tu ambazo bado zipo lakini zimefanyiwa uchambuzi wa kinasaba. Hizo ziko bado mkoa wa Dar es Salaam, bado mpaka leo ziko hospitali ya Muhimbili. Uchunguzi wa vinasaba pia ulifanyika kwa maiti 274 kwa lengo la kuchukua taarifa za kutambua maiti kwa usahihi. Taarifa hizi za kiuchunguzi zitasaidia sana kutambua ndugu na marehemu kwa ushahidi pale ambapo utahitajika. Tume pia ilifanya tathmini zaidi kuhusu uchunguzi uliofanya awali na madaktari waliothibitisha kifo kwenye hospitali mbalimbali. Kwa hiyo tume ilimwagiza mtaalamu na daktari bingwa wa patholojia kufanya uchambuzi wa taarifa za maiti, hizo postmortem reports, ili kubaini sababu halisi na namna vifo hivyo vilivyotokea na maeneo ya mwili yaliyoathiriwa. Katika kutekeleza agizo hizo, takriban taarifa za uchunguzi za maiti 216 zilifanywa uchambuzi wa kina. Uchambuzi huo ulibainisha kwa maiti hizo 219 zilitokana na vifo visio vya kawaida, na sababu ya kifo ya mmoja pia ilibainikwa, yani immediate cause ya vifo 147, ambayo ilikuwa ni kuvuja damu nyingi, kujeruhiwa ubongo, kukosa hewa, kujeruhiwa uti wa mgongo, majeraha mbalimbali, mshtuko wa moyo na kifo kimoja sababu hazikujulikana. Vile vile sababu ya halisi ya vifo, yani underlying causes au antecedent causes, vifo vingi vilitokana katika idadi hiyo kupigwa risasi, ambayo ni vifo 197 sawa na 90%,
na vifo 22 sawa na 10% havikuhusiana na matumizi ya silaha za moto. Taarifa ya uchambuzi wa wataalamu inabainisha kwa maiti 166 zilikuwa na majeraha ya sehemu ya mkono na miguu, na maiti 36 zilikuwa na majeraha sehemu ya kifua na tumbo, na maiti 12 zilikuwa majeraha sehemu ya kichwa na shingo. Maiti moja ilikuwa haina baadhi ya viungo. Hata hivyo, kutokana na mazingira ya ghasia pamoja na madai ya baadhi ya mashahidi, idadi hiyo ya vifo iliyobainiwa na tume inaweza kubadilika kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa baadhi ya ndugu ambao walizika maiti za wapendwa zao bila kufikisha kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya au hawakupata fursa ya kuja mbele ya tume. Vile vile inawezekana kulikuwa na majeruhi ambao waliamua kutibiwa nje ya mfumo rasmi na wakafariki bila taarifa zao kufikishwa panapostahili. Tume pia ilipokea ushahidi na madai kuhusu watu kupotea au kutopatikana tangu wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa kuzingatia ufafanuzi uliotolewa kwa idadi ya vifo hiyo 518 kwenye ripoti ya tume, inaweza ikawa sio kauli ya mwisho, not final and conclusive. Tathmini ya tume kuhusu vifo. Tume inatambua kuwa vifo vimeacha pengo kubwa katika familia na jamii na kuathiri kwa kiasi kikubwa nguvu kazi ya taifa. Madhara yaliyotokea yanasababisha baadhi ya familia kupoteza utegemeo lao kuu na hivyo kuziweka familia hizo hali ya utegemezi wa kiuchumi na kijamii. Tume pia imepokea ushahidi kwa watu 39 ambao inadaiwa walifariki au kupotea, ikiwemo baadhi ambao awali inasemekana miili yao ilionekana kwenye hospitali au vituo vya afya na kutambuliwa, lakini ndugu zao baadaye miili hiyo haikuonekana tena, na wengine walisema kuwa walizika nguo za marehemu ili kuhitimisha misiba. Hii ni moja ya jambo muhimu ambayo tume imetoa mapendekezo ili ifanyike kazi mapema iwezekanavyo. Tume pia ilipokea madai kutoka kwa waathirika na mashahidi wengine kuhusu watu kupigwa risasi, kujeruhiwa au kuuawa katika maeneo ambayo hayakuwa na ghasia na vurugu. Kuna madai ya watu kupigwa risasi kwenye makazi yao, ikiwa pamoja na ndugu, ikiwa pamoja na ndani ya nyumba au sebuleni au ndani ya maduka. Hizi ni tuhuma nzito zinazoashiria uwezekano wa matumizi ya silaha za moto kinyume na miongozo na kanuni za kimataifa, kikanda na kitaifa na kuhusu matumizi hayo ya moto. Hili ni jambo jingine linalohitaji kufanya upelelezi wa kina, na tume imeleta mapendekezo kwa mamlaka ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niseme kidogo kuhusu majeruhi. Tathmini ya tume inaonyesha kuwa hadi kufikia 31 Machi mwaka 2026, majeruhi waliokuwa wamehudumiwa katika vituo vya afya vya umma na binafsi walikuwa ni 2390. Kati yao raia civilian walikuwa 2270, 95%, na maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama 120 sawa na 5%. Kuna uwezekano kwa baadhi ya majeruhi hawamo katika idadi hiyo kwa sababu mbalimbali, kwa pamoja na uwezekano wa baadhi ya majeruhi kuendelea kupata matibabu nje ya vituo rasmi vya kutolea huduma za afya na wengine kukimbia nchi jirani, hususan kwa mikoa ya mipakani ya Mbeya, Songwe, Arusha na Mara kwa hofu za kukamatwa. Majeruhi waliopata majeraha makubwa walikuwa 219
sawa na 9.2% ya majeruhi wote. Kati yao majeruhi 197 walikuwa na majeraha yanayotokana na risasi na 22 hayakuwa na risasi. Wengi wa majeruhi katika kundi hilo walazimika kulazwa hospitali ili kupata huduma za matibabu. Aidha, majeruhi 2171 walipata majeraha madogo ambayo walipata huduma na kuruhusiwa. Kati yao majeruhi 833 walikuwa na majeraha yaliyotokana na risasi katika sehemu chini za mwili, wakati majeruhi 126 walikuwa na majeraha sehemu ya juu ya mwili, na uchunguzi wa kitabibu kwa majeraha wote ulifanyika kwenye vituo vya umma na huduma za afya, na majeraha wote hao walipata huduma. Kulikuwa hakuna ushahidi wowote wa mtu yoyote katika hao ambayo aliteswa.